Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru sana kwa kuniruhusu kuuliza swala la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mambo muhimu sana kwa wawekezaji ni pale ambapo huduma za kijamii, afya na elimu hasa zinakuwa katika viwango vya kimataifa au angalau vile viwango ambavyo wamekusudia. Sasa hivi wagonjwa wengi wanatoka Pemba wanakuja Unguja kwa sababu afya iliyoko Pemba haikidhi. Watoto wengi wanakuja kusoma Unguja, ndio unaambiwa umekuja kusomea Unguja. Ni upi mkakati wa serikali katika kuwekeza kwenye haya mambo mawili ili kuenda sambamba na hii dhana ya kuifungua Pemba kiuchumi ili wawekezaji wasiwe na sababu nyingine? Asante. Asante Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango, naomba kumjibu Mheshimiwa mwakilishi wa jimbo la Pandani swala lake la nyongeza kama ifuatavyo. Anasema kwamba afya haiko vyema kwa maana ya huduma hiyo ya afya na huduma za kijamii kiujumla. Ni mkakati upi wa serikali ili kuweka huduma hii katika hali ya usawa ili wawekezaji waweze kuvutika zaidi? Kuna mambo mengi ambayo yamefanywa au tumefanya kama serikali katika swala zima la kukuza ama la kuwavutia wawekezaji. Lakini nije specific kwenye swala lako la afya. Serikali, na hili nataka tumshukuru sana Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ameimarisha kwa kiwango kikubwa miundombinu ya afya, kwa maana kwamba ujenzi wa hospitali, lakini sambamba na wataalamu pamoja na vifaa tiba ambavyo hivi ndivyo vinavyoenda kuimarisha swala la afya. Nitoe mfano mmoja mdogo sana. Mkoani karibuni hivi kumewekwa mashine ya MRA kama sikosei, kitu kama hicho. Ni zaidi ya CT scan ambayo hii kwa kiwango kikubwa inasaidia sana kupekua ama kuangalia ni kwa namna gani labda pengine swala la magonjwa yanaangaliwa kwa kiwango cha undani zaidi. Mashine hii ndani ya Tanzania yote kwa ujumla ni mashine 5 tu ambazo zipo, mojawapo ipo kisiwani Pemba, na tumesema kwamba haya ni masuala ambayo yanafanywa specifically kwa ajili ya kuimarisha hizi huduma mbalimbali za kijamii. Dhamira kubwa si tu kuwavutia wawekezaji, lakini ni kwa ajili ya mustakabali wa wananchi wote, lakini na taifa kwa ujumla wake. Nashukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Asante Mheshimiwa Waziri.